Sisi ni wawakilishi wa nchi kwenye michuano mikubwa kama ile Afrika. Simba sio mwakilishi wa nchi, Simba anawakilisha timu yake. Mwakilishi wa nchi ni timu ya taifa ya Tanzania. Na ndio maana ikicheza inapandishwa bendera ya taifa. Simba ikicheza inapandishwa bendera ya taifa. Haikupandishwa lakini zilionekana uwanjani pale. Watu wamezishika mkononi, hata Yanga jana alivyocheza watu wameshika bendera mkononi. Ndio mwakilishi wa Tanzania. Michuano ya CAF hiyo ni michuano mikubwa. Michuano barani Afrika. Umeipa ukike tena. Michuano mikubwa barani Afrika ni klabu bingwa. Ukisema shirikisho kuna bingwa nani? Kuna bingwa shirikisho anaocheza? Nasoro, lakini kama kuna bingwa yupo shirikisho na kugafu 20. Lakini Nasoro unajivunia finali ya michuano hiyo. Mimi sijivunii finali, mimi nasajili wachezaji niende kufanya vizuri klabu bingwa. Hii shirikisho mimi siangalii. Shirikisho wanaenda watu waliofeli. Hakuna bingwa na wala mtu wa pili utamkuta shirikisho, nitajie nani? Shirikisho utamkuta mtu wa 3 na 4. Simba wangapi Tanzania? 4. Belekani wangapi Morocco? Ashika nafasi ya 3. 3. Sawa. Zamalek alikuwa wangapi Misri? Zamalek alikuwa nafasi ya 3, ashashika nafasi nyingi za juu. Anashiriki kule kombe la shirikisho wangapi? Huyu aliocheza na Simba juzi. Sawa. Wangapi South Africa? Alikuwa wangapi mpaka anaenda kushiriki? Sasa unasema mashindano ya mabingwa? Sio mabingwa. Nitajie mtu wa pili nani ipo kule shirikisho? Katoka kwenye ligi yake mtu wa pili na ugefu 20. Katika hizo hatua ambazo wapo sasa hivi. Mpaka sasa hivi walivyotoka mpaka wanavyoingia kombe la shirikisho, nani katoka ndani ya nchi yake mtu wa pili? Kombe la shirikisho wanaenda kucheza mtu wa 3 na 4. Watu ambao washafeli kwenye ligi hawana zawadi yoyote kwenye ligi. Sababu ligi mimi najua zawadi anapata mtu wa kwanza na wa pili. Wewe wa 3 wa 4 umefeli. Nasoro, mlipofika hatua ya finali katika michuano hiyo ya CAF Confederation ya shirikisho barani Afrika, nyie kwenu ulionekana mnajivunia sana hiyo nafasi mliopo na mlikuwa mnawabeza wenzenu, lakini sasa hivi kama mnaonekana mnapabeza pia. Sisi hatukubeza, sisi tulisema mashindano yale sisi ndio wa kwanza kufika finali. Kwani uongo? Mwaka 93 kwenye rekodi. 93 Simba, mimi kumbukumbu ndo hapo kwenye kumbukumbu ndo tunaposhindana. Simba mimi mwaka 93 ndo nimemaliza mwaka darasa la 7. Kwanza kombe la shirikisho alipo. Mwaka 93 hakuna kombe linaitwa shirikisho, hakuna. Mwaka 93 sawa, kwanza sisi hapa hatutoi bingwa Tanzania bara. Bingwa anatoka Muungano. Sawa. Labda nikuulize labda maana ukuepo. Simba alienda mtu wangapi? Nitafutie mtu wa Simba akija kuongea kama Simba alikuwa mtu wa pili au wa kwanza Muungano na mpe 50. Huo mwaka 93. Hizo data unatupa Nasoro. Hiyo 93 wewe ulikuwa wapi? Mimi nilipo darasa 7 ndio nimemaliza darasa la 7 shule Mwananyamala mwalimu mkuu Ndeka. Hapo football unaifuatilia vizuri. Vizuri kabisa. Na hiyo mechi ya finali mimi nipo uwanjani. Wepo Nasoro? Nilikuwepo uwanjani. Makombe yalikuwa 3. Hili kombe linaitwa la shirikisho. Ni mwaka 2004. Muungano wa makombe mawili. Kombe la washindi na kombe la kafu ndio likaitwa kombe la shirikisho. Simba finali kacheza lini? Hicho mdhamini alikuwa Labiola. Abiola hakuwa mdhamini kombe la shirikisho, Abiola alikuwa mdhamini kombe la kafu. Anatoka mtu wa 3 kombe la Muungano ndio alikuwa anaenda kombe la kafu. Sio wa pili, mtu wa 3. Bingwa Tanzania bara alikuwa, labda nikukumbushe, alikuwa Pamba. Mwaka 93. Bingwa wa Tanzania bara huko. Bingwa alikuwa Pamba. Sawa, bingwa alikuwa nani? Alikuwa Pamba, mtu wa pili Simba. Wakaenda kucheza kombe la Muungano. Kombe la Muungano Mlandege ndo anakuwa bingwa, wa pili Pamba, wa 3 Simba. Simba anachezaje kombe la shirikisho mtu wa 3? Simba alienda kucheza kombe la kafu. Mlandege alienda kucheza kombe la mabingwa, sawa? Pamba alienda kucheza kombe la washindi. Kombe la kafu ndio ilikuwa na mdhamini Abiola. Ndio hilo Simba aliocheza finali. Ukisema kombe la shirikisho, mtu aliocheza finali Yanga peke yake. Hakuna mwingine. Huenda na wao wakafika huko. Huenda. Wameshapata ushindi nyumbani. Ushindi wamepata nyumbani, lakini historia hiyo baby.
Sio kwamba quality ya kikosi chao na namna ambavyo timu ilivyoijenga. Quality ya kawaida mno. Na ndio maana nakwambia rekodi ya wabebi. Kwa sababu kwanza nataka nikuambie. Mashindano ya kafu yote yaliyo. Ukikosa kuchapisha karata nyumbani kwako shughuli imeisha. VAR inaonyeshwa kuanzia robo finali na VAR inambeba mwenyeji. Mashindano yote ya kafu VAR inambeba mwenyeji. Wategemea wanakoenda hakuna VAR. Nakwambia si tulienda na Melody VAR imezimwa. Kama alichokifanya yeye Unguja ndicho anaenda kufanyiwa. Haya maneno yangu utakuja kuyakumbuka na kukwambia. Uzuri mechi inaenda kuchezwa Soweto. Kwa sababu mechi imetolewa mjini inapelekwa Soweto. Na pili, South Africa timu iliyobakia kuitizama kwa macho makubwa na akili nyingi ni ile. Kwa sababu Mamelodi kasulua na kwenda ugenini, sawa? Orlando kasulua anaenda ugenini. Mechi iliyobakia nyumbani yapi? Stellenbosch. Uhakika mtu kucheza nyumbani kwake si ndo mashindano haya? Kwa hiyo macho yote wanaweka wapi? Shirikisho zima la South Africa macho anaweka pale. Wenyewe hawana unafiki kama sisi. South Africa kuna unafiki umeona? Wewe uliwahi kwenda South Africa ukakutana wanazomeana? Kwamba nyekundu kijani. Kuna South Africa ikicheza Orlando watu wote wanakuwa Orlando. Yaani wanabadilika kwenye ligi yao. Huu mweu tunao sisi tu hapa. Sisi tutafikia huko na soka. Mweu tunao sisi. Huo ikija unashangilia mwenyeji. Wenzetu huko washatoka, si bado washamba. Tusifichane. Sisi hapa bado washamba. Unakuja unampokea mwenyeji, unamshangilia mwenyeji. Huu ni ushamba. Masoro umejitoa huko kabisa. Uwezi kunikuta, wewe kuniona mimi Benjamin naenda mechi ya Simba naenda kushangilia mwenyeji au unakwenda? Mimi siendi. Sababu najua mechi ni nusu. Mimi nitaangalia kwenye TV baadaye nitaongea. Si ushaelewa? Hilo mimi siwezi nikatoka nikaenda uwanjani hadi nikaenda kuizomea Simba. Mimi siwezi. Siendi. Bora usiende kabisa. Na kazi yangu nyumbani si ni nusu. Mimi ni nusu naenda kupata nini? Support kama wa South Africa ulivyotuambia wanavyosupport timu za kwao. South Africa washajijengea tokea zamani. Sisi hapa tushajijengea tokea zamani ushamba. Sisi leo tutaendelea na ushamba wetu huo, tutaambukiza mpaka watoto wetu tutavoenda. South Africa, Misri, huwezi kukuta kitu hicho. Nenda Morocco, huwezi kukuta kitu hicho, watu wanazomeana. Watu wanakuja baada ya mechi kuisha wanaenda kuzomeana pembeni, sio uwanjani. Sasa kwa kumalizia tu, unaiona nafasi ya mtani wako kwenda finali katika michuano hiyo? Yaalam. Mimi nimewapa kama 45%. Zilizobaki wasiteseke. Wasipambanie. 45 kwa sababu nakwambia 45. Rais wa shirikisho Musepe anatokea Misri. Anatokea South Africa, Musepe. Kaiangalie mechi ya Mamelodi Sundowns na National. Simba na National mkubwa nani? National. Simba na National nani onyela? Kamezewa goli 2. Kamezewa goli 2. Simba na Piramidi nani mwenyela? Kamezewa goli 2. Tena goli moja hilo. Watu wote walijua goli mpaka yule kocha Piramidi anamwambia refa unaenda kuangalia. Refa akamwambia tulia na kwenda, alivorudi akasema hamna goli. Refa anashika kichwa hivi mtu kauliwa. Baadaye wachambuzi si Afrika nzima anasema goli. Tayari mtu chinjwa kisogoli. Kasha chinjwa kichwani. Sisi tumeenda tushauliwa. Tumeuliwa hapo baadaye huyo rais wa kafu anakuja kuongea lile lilikuwa goli. Unaongea muda gani watu washaondoka? Anawapoza. Kwa hiyo wenzetu wamejiandaa sana nchi mzima kwa mashindano haya. Sio kwa mashindano yote. Kwa mashindano haya yote ya klabu bingwa na shirikisho. Wenzetu wamejiandaa mno. Hii inabidi kuiga si dhambi. Kawaangalie mpaka sasa hivi South Africa wana timu 3. Zote zipo nusu finali timu 3. Hakuna hata nchi moja barani Afrika imefanya hivyo zidi ya wao.
Maana yake mpira umekuwa. Hapo sawa chambuzi wetu. Utasikia sisi tupo nafasi ya 4. Au utasikia sisi tupo nafasi ya 6. Nafasi ya 6 tumempita South Africa, anapeleka nusu finali timu 3. Au unatuambia hadi sisi tupo wa 6 hadi South Africa tumempita. Tuache kudanganyana. Tuache chuki, tuongelee mpira. Tutoke hapa tulipokuwepo. Bado tupo chini mno. Sawa, tupo chini mno. Tuondoe haya maneno ya kijinga. Mchambuzi umekaa kwenye media baada ya kuchambua mpira na kuchambua rushwa. Huku sisi hatukuhitaji saizi. Sisi tunahitaji wachambuzi wakae wachambue football kwa maendeleo ya nchi. Wasiende kukaa kwenye media kwenda kuongea mapenzi ya timu fulani. Wasiipende Simba, wasiipende Yanga, wasiipende Azam, wasipende klabu yoyote. Wasimame sehemu ya mpira, ndio kazi yao, walenda kusomea. Kama wameshindwa achie ngazi, wapishe watu. Shukrani sana Nasoro, tuishie hapa kwa leo. Mtazamaji wa Bongo Headlines, huyo alikuwa ni Nasoro Yanga. Tulikuwa tunazungumza naye kulingana na yale ambayo yanaendelea hasa kwenye ligi yetu, na ametupitisha pia katika ile michuano ya CAF na kuongelea wapinzani wao Wekundu wa Msimbazi Mnyama ambaye atacheza tarehe 27 huko South Africa kwa ajili ya kukamilisha mchezo wao wa nusu finali ambao utakuwa ndio wa hatima ya Wekundu wa Msimbazi katika kukata tiketi ya kwenda finali ama kutokata tiketi ya kwenda finali. Endelea kufuatilia matangazo yetu. Hii ni Bongo Headlines. Nyuma ya kamera yupo Medadius Mandoro ambaye amehakikisha picha mjongeo unazipata kwa uzuri. Mimi naitwa Dickson George.